Mpendwa, sasa unatazama KKKT, Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana. Wewe unakapoamua kuachana, wewe unakuwa ni mbinafsi. Ndoa hiyo sio ya kwako, ndoa hiyo ni ya Bwana, na Bwana anaisimamia. Ameandaa watu kujifunza kwa ajili ya kwako wewe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ndoa sio ya kwako hata siku moja. Usije ukakaa ukatembea ukasema mimi na huyu mwanamke tumeshindwana. Wakati mnakapotembea mzee Macha na mama Macha, wakati mnatembea barabarani na huo uzee, kuna vijana wanaangalia, wanasema hii ndoa na mimi nikioa siku moja nitafika, nitakuwa mzee. Nikishakuwa mzee nitamshika mke wangu, katika uzee wake tutatembea pamoja, tutania pamoja, tutazungumza pamoja. Kwa hiyo ukifika mahali mnataka kuachana, kuna watu wako nyuma yenu, watawatazama, watasema mmewavunja moyo kweli kweli. Kwa hiyo tusiwe wa binafsi. Bwana asifiwe. Chochote unakachokifanya kuna mtu yuko nyuma yake. Kuna mtu yuko nyuma yake. Kwa hiyo kuzimu haishughuliki na kila mtu. Kuzimu haishughuliki na kila ndoa. Kuzimu inashughulika na watu wanaobeba vitu vikubwa, watu ambao wakisimama kuna madhara yatatokea ulimwengu wa giza, watu ambao wakitamka kuzimu itatikisika. Ndio kuzimu inapambana nao wao. Haiwezi kupambana na kila mtu, haiwezi kupata muda. Kuna wengine inaona kabisa hizi nikitumia dakika 5 nitakuwa nimemalizana nao. Huyu achana nao, tushughulike na hawa wengine kama kina Manase, ambao hawa wanatusumbua, hawa wanatutesa. Hawa wako na Yesu wao kila mara. Tukiwatumia mabinti hawahangaiki nao, anaachana nao. Tukiwatumia wa kuangusha, wanashindwa kumwangusha kwa sababu Yesu wake amesimama. Hiyo kuzimu inashughulika na huyo, hailali usiku na mchana, inapambana, inataka ihakikishe anaanguka. Mtu wa namna hii ndio kuzimu inashughulika naye. Sikilize, soma Waebrania 11:11. Nataka tusome wote Waebrania 11:11, alafu tuingie maombi hapa. Nataka tuone ule uwezo wako. Raboshata. Umeshapata? Kama umepata sema amina. Waebrania 11:11. Hebu soma hapo. Soma kwa pamoja, twende. 1, 2, 3. Msinisomee Kichaga hapa, twende. Waebrania 11:11. Nisikie sauti za shangwe na za nguvu kabisa, twende. Kwa imani hata Sara alipokea uwezo wa kuwa na mimba. Kwa hali ya kawaida hiyo haifanyaje? Haiwezekani. Kwa sababu gani? Biblia inasema majira yameshapita. Yaani ni Bibi Martha pale, unamwambia bibi, kwa imani utabeba nini? Mimba. Alafu unasema tena utabeba mtoto wa kiume. Si unaona inaanza kuwa ngumu hapo Bwana asifiwe. Si unaona hata mwenyewe inakuwa nini? Kwa sababu gani? Majira yameshapita. Yale majira ambayo alitakiwa yameshapita tayari, hayapo tena, yameshapita tayari na wakati wake umepita. Kwa hiyo haiwezekani. Lakini Mungu anasema hivi, kwa imani anaweza kubeba nini? Anaweza kubeba mimba. Kwa nini? Kuzimu ilishughulika na huyo mtu akiwa na miaka 20,
akiwa na miaka 25, akiwa na miaka 30, akiwa na miaka 40, ikashughulika naye, ilihakikisha hazai. Umenielewa vizuri? Ikahakikisha amefika miaka 90. Malaika wanatumwa kwake kumpelekea taarifa, wanamwambia kwa imani. Anasema hapana, haiwezekani. Kwa imani anasema hapana, haiwezekani. Majira yangu yamepita, nyakati zangu zimepita. Mume wangu mwenyewe ana miaka 99, anaambiwa haya, anasema haiwezekani. Anaambiwa utabeba mimba, anasema haiwezekani. Anaendelea kusisitiza sana. Nyinyi mmekula, mmeshiba, mmekosa la kusema. Malaika wanamwambia utabeba mimba na hiyo miaka 90. Anasema haiwezekani. Majira yamefanyaje? Majira yamefanyaje? Lakini mbingu inasisitiza kwamba hata kama majira yamepita, Bwana anaweza kufanya revise. Bwana anaweza kurudisha hiyo miaka 99 ikarudi mpaka miaka 35. Halafu huyu bibi akabeba mimba, akishabeba mimba akijifungua, halafu ikapeleka mbele miaka 90 tena. Bwana asifiwe sana. Kwa nini kuzimu inashughulika na watu waliobeba vitu vikubwa? Na ukisoma Biblia ya Kiingereza, ila una Biblia ya Kiingereza, ila ukifungua kwenye simu utaona hiyo Waebrania 11:11. Mwenye simu afungue hiyo Waebrania 11:11. Hapa inasema hivi, kwa imani hata Sara alipewa uwezo wa kubeba nini? Kwenye Biblia ya Kiingereza inasema to conceive seed kwa Kichaga cha kwetu, maana yake ni mbegu. Kwa hiyo Sara alikuwa amebeba mbegu, hakuwa amebeba mtoto wa kawaida. Alibeba mbegu, na kawaida ukiwa na mbegu, wale wakulima wanajua mbegu hiyo haifi. Unapanda inazalisha, unapanda inazalisha, unapanda inazalisha, unapanda inazalisha. Kwa hiyo ndani ya tumbo la Sara alimbeba Isaka, lakini Isaka alikuwa ni mbegu. Isaka alikuwa ni mbegu, kwamba baada ya Isaka Mungu alimtazama Sara akamwambia, kwa imani hii dunia inatakiwa ijae kupitia ile tumbo lako. Kwa imani hii dunia inatakiwa iwe na watu wengi kupitia tumbo lako. Kwa Biblia ya Kiingereza inasema seed. Sasa kuna tofauti ya kubeba mbegu na mimba. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ukibeba mimba, ukishazaa imetoka. Ukibeba mbegu, baada hapo Bwana akasema, Ibrahimu, kila atakaye kubariki nitambariki. Utabarikiwa kama mchanga wa baharini na kama mavumbi ya nchi. Kwa sababu gani? Ndani ya tumbo la Sara ilikuwepo mbegu, haikuwa mimba. Miaka 90 anaambiwa utabeba nini? Mimba. Ukiigawanya hata kwa 2, 45, Hilda hajafika bado. Hiyo 45 yenyewe ndio majira ya jioni hayo. Yaani ukibeba mimba ukiwa na 45, ukifika leba wanakuuliza mara 2. Wewe ilikuwa kuaje? Wewe ni mjane au nini kilitokea? Ulifia au ni nini kilitokea? Bwana asifiwe. Lakini wanategemea ubebe mapema. Lakini kuzimu imeshikilia eneo moja linaitwa muda. Sema muda. Sema muda. Imeshikilia eneo la muda. Kama Hilda alikuwa apandishwe cheo mwaka huu mwezi wa 6, wao wanakachokifanya, wanawahi mwezi wa 6, wanazuia. Huo mwezi wa 6 unakuwa mwezi wake wa kuumwa. Kwa hiyo ikifika wakati wanajadili watu wa kupandishwa cheo, wanasema huyo mnataka kumpandisha cheo anaweza akafa wakati wowote. Jina linaondolewa. Naelewa vizuri Anachaguliwa mtu mwingine.
Akishachaguliwa mtu mwingine unapona. Unapona. Wanasema jamani, wamemsahau huyu. Muda. Wanacheza na muda wako. Unajua kila aliyoko hapa kuzimu ina uwezo wa kuona wewe unatakiwa kuwa nani. Ina uwezo huo kabisa wa kuona unatakiwa kuwa nani. Kwa hiyo ikishapata taarifa, inakachokifanya inapeleka kwenye ulimwengu wa mashtaka. Huyu anatakiwa kubarikiwa, tunaomba faili lake tuanze kupambana naye. Wakikuangalia wanakuta hakuna benki ya maombi yoyote iliyopo. Wakivuta nafsi yako inafutika, inakuja mara moja, wanaanza kushughulika na wewe. Wewe unafika tu unasema jamani, mimi nimekuwa mtu wa kukosa. Unaomba kwa habari ya muda. Bwana asifiwe. Unaomba kwa habari ya muda. Ninakijua kitu kimoja, Mungu anaweza kurudisha muda uliopita, kama vile alivyofanya kwa Sara. Ule muda ulivyopita ulikuwa miaka 90, akarudisha 35. Sara akabeba mimba akajifungua, kwa sababu tunajua mtu wa miaka 90 asingeweza kwenda leba, alikuwa ni mbibi kabisa. Bwana alibidi arudishe ile neema ya ujana, alafu akabeba mimba, alafu alipojifungua akamrudishia na uzee. Lakini ndani yake aliweka huduma ya kutunza ndani yake. Katika ulimwengu wa kawaida watu walimuona ni mbibi, lakini mbingu ilimtazama kama kijana mdogo, kama binti mdogo, anatarajiwa kulea, anatarajiwa kutunza. Yaani na maana Mungu alichokifanya, alichukua uwezo wa yule binti wa mama Mpuro pale, akauingiza ndani ya Bibi Martha. Kwa hiyo ukitembea kwa kawaida, wakati Sara analalamika, anasema haiwezekani, ndani yake Mungu alikuwa anaona mayai, ndani yake Mungu alikuwa anaona ujana, ndani yake Mungu alikuwa anaona nguvu. Bibi akasema siwezi kunyonyesha, siwezi kubeba mimba, sitaweza kujifungua. Kumbe Mungu akimtazama anaona kijana ndani yake, haoni mzee. Yale majira ya miaka 90 yamebadilishwa. Ya kwamba anaweza kufanya hata kwako. Acha afanye leo, acha afanye leo. Kile kilichokwisha kupita, wacha Bwana akakurejeshee kwa damu ya Yesu. Huyo ni Mungu, huyo ni Mungu, huyo ni Jehova ambaye hajawahi kushindwa. Alifanya kwa Sara. Unajua kuna wakati mwingine ukiusoma Yeremia, ukisoma hii Waebrania 11:11, kuna wakati mwingine ukisoma unaweza usielewe. Kuna wakati ukisoma unaweza usitambue vizuri, lakini huyo ni Bwana anazungumza. Huyo ni Mungu mwenyewe anasema kwamba kwa uweza wa kimbingu mimba inaweza kubebwa kwenye hilo tumbo. Wakati Mungu anasema namna hii, alikuwa anajua ya kwamba katika Luka 1:37 ya kwamba katika Bwana yote yanawezekana, hakuna la kumshinda yeye, yeye anaweza yote. Na sehemu nyingine akasema tumtwishe yeye fadhaa zetu, yeye mizigo yetu, maana anaweza kututetea, anaweza kutupigania. Inakapofika majira hayo, unaona wakati wako umepita, ndio wakati wa kumwambia Bwana, mimi naomba unirejeshe ile miaka iliyoliwa, ile miaka iliyoliwa na nzige, iliyoliwa na tunutu, iliyoliwa na madumadu. Nirejeshe Bwana, nirejeshe Bwana. Kama watu wananiona mzee, rejesha ujana. Kama watu wanaona nimechoka, rejesha nguvu. Kama watu wanaona siwezi, rejesha kuweza. Kama watu wanaona kabisa ya kwamba hakuna ninakachoweza, Bwana wewe
kafanye, wewe kafanye, wewe kafanye, wewe kafanye. Hauzuiliki, haujawahi kuzoeleka hata mara moja, hata mara moja. Ukisema ndio, hakuna wa kusema hapana. Ukisema ndio, hakuna wa kusema hapana. Ukisema itakuwa, lazima itakuwa. Ukisema utafanya, lazima utafanya, lazima utafanya, lazima utafanya, kwa sababu ahadi yako wewe ni kweli na kweli daima. Miaka fulani nikiwa Dar es Salaam, nilikutana na mama mmoja amekata tamaa kabisa. Alikuwa na mtoto wake ana uwezo sana, anaishi naye. Mama alikuwa anaishi tu getini, hajawahi kutoka nje ya geti. Ghafla mtoto wake wa kike akafa. Alikuwa na uwezo mkubwa, alikuwa na uwezo mkubwa, akafa. Baada ya kufa, kijana aliyokuwa amemwoa binti akamwambia mama, sikiliza, Biblia imesema kitakachotutenganisha ni nini? Kifo. Mtoto wako ameshakufa, tafuta ustaarabu mwingine, hapa ndani sitaki kukuona. Unielewa vizuri eh? Bwana asifiwe sana. Amechoka, amekata tamaa, maisha magumu. Akaletwa mjini, ameanza kula mkate na Blue Band kidogo. Ghafla mtoto anakufa, anarudi kufikiria habari ya Misri. Lakini anasema baada ya kukanyaga mjini, alichokifanya siku moja, mtoto wake alimpa fedha nyingi tu. Alienda kanisani akatoa sadaka, akamwambia Mungu, ninaomba unilindie mtoto wangu, ninaomba umtunze asife mapema, kwa sababu akifa mapema mimi sina pa kwenda. Watoto wengine wa kiume wote niliozaa wamekuwa wezi, siwezi kwenda kwao, wengine wako magereza. Anasema alipiga magoti mbele ya madhabahu, akaongea kwa uchungu sana, akatoa na ile sadaka. Ghafla mtoto amekufa. Nanielewa vizuri eh? Hapo huwezi kumchukia Mungu. Swali litakuwa ni hili: Mungu, nilikuomba, mbona hili limetokea? Mama alipeleka sadaka, na moja ya maombi aliomba mtoto wangu asife nini? Asife nini? Kwa sababu akifa ndugu zake wa kiume ni wezi na wengine wamefungwa. Kwa hiyo hakuna sehemu ninaweza kwenda. Nikakutana na huyo mama. Wewe fikiria mtu aliomba maombi ya namna hii, alafu wewe unajiita mtumishi. Yaani unajua kuna wakati mtu anakata tamaa ukiongea naye. Tukikutana na Sara mbinguni tutamuuliza, alivyoambiwa utabeba mimba akiwa na miaka 90. Tukikutana naye, hiyo ni homework ya kwanza. Yaani mimi nikifika mbinguni kuna watu lazima nikutane nao. Sara ni mmoja wapo. Yaani nimuulize wakati ana miaka 90 alivyoambiwa vile alichukuliaje? Alishakata tamaa. Sasa huyu mama ameomba mtoto asife, mtoto amekufa. Alafu kijana wa kiume anamwambia mama, tuliahidi pale kanisani, kifo ndicho kitakachofanyaje? Nimeshazika mtoto wako, tafuta usarabu mwingine. Nikakutana na mama huyo, alafu namwambia mimi ni mtumishi. Aliniangalia kuanzia juu akashuka chini, akarudia mara 3. Alafu akasema, umesema we ni nani? Haukuelewi. Akaniambia, inakuwaje nilimuomba Mungu, nilitoa na sadaka, alafu mtoto wangu amekufa. Naona inapokuwa ngumu hii mama Mwarabu. Yaani unamjibu nini hapa? Anasema, umesema wewe ni mtumishi wa Mungu, ninaomba majibu. Nikamwambia acha tuombe Mungu. Nikamshika mkono, tukaomba. Tunaomba, mimi nimezama na kemea kweli kweli, kwa sababu jambo aliloniambia sio dogo.
Unajua wewe unaweza kuchukulia kiurahisi tu, kwa sababu watoto wote wapo, lakini mtoto ambaye ndo alikuwa jicho, alafu kijana ameshasema tafuta usarabu mwingine. Nikamwambia mama, funga macho tuombe. Nikamshika mkono. Mimi naomba, nimezama, nimebeba ule uchungu aliokuwa nao, kwamba huyu mama sasa ataenda wapi. Nimezama kweli kweli, ninakemea, ninaomba. Kitu kikaniambia fungua macho. Nilipofungua hivi, nikakuta chuma kimefungua macho, kinanitazama, na inaonyesha yale macho hayakufungwa kabisa. Yaani niliposema funga macho tuombe, hakufunga. Bwana asifiwe. Hebu funga mkono, si kama umekutanaga na matatizo wewe. Unanielewa vizuri? Yaani nimefungua macho, namna ninakavyoona yale macho yake ni kwamba hakufunga macho kabisa. Aliniacha mimi nifunge macho, halafu anione ninakavyoomba. Nikafungua. Nilipomcheki hivi, mpendwa, ukiwa na matatizo, hata ukiwa umefungua macho huwa uone, si kama unajua hilo. Unaelewa hiyo? Yaani ukikutwa na njaa kali, kama hapa ni nyumba, ukilala ukiangalia juu, wewe ile ukiangalia juu unaona bati na mbao, ila ukiwa na njaa kali hauoni kitu. Huoni, yani unaona ni mwanga tu, unaona kama mpaka mbinguni. Alafu unaweza ukafika mahali unaanza kusema kumbe mbinguni ndio kuzuri hivi. Kuna saa unakuwa na shida, kuna saa unakuwa na mzigo, kuna saa unapoteza matumaini, kuna saa unakata tamaa, kuna saa mbele yako uioni, kuna saa ukiambiwa tuombe unatoa machozi, kuna saa ukiambiwa chochote usikii kwa sababu ya unachopitia. Acha nikwambie, yuko Yesu yule jana, leo na hata milele, ambaye akisema ndio hakuna wa kusema hapana. Yeye akiingilia kati, akikwambia usiogope, itikia mpendwa, mwambie sitaogopa maana niko pamoja na wewe. Sawa na Isaya 41 mstari wa 10, siogopi maana upo pamoja nami. Nikalazimika kufunga macho, nikaendelea kuomba, nikafungua tena, chuma kimetoa macho vile vile, ni kama amestaki hivi. Nikapiga mara ya 3, nikaomba. Niliposema ame, hakusikia ame. Bwana asifiwe. Hakusikia ile ame. Nikaambia sasa mama uende. Akasema kwa hiyo ndo atafufuka hivi. Mbona simuoni hapa? Naelewa haya maswali, lakini mbona simuoni hapa? Si ulisema tuombe? Yuko wapi sasa? Hajarudi hapa, yuko wapi? Yule kijana ameniambia kule nisirudi. Yuko wapi sasa? Kaingiza mkono mfukoni, nikampa kidogo, akaondoka. Kuna wakati mpendwa, angalia wakati unakapomsaidia mtu. Kuna saa unamsaidia mtu, lakini umempa unga au mchele au marage, namna anavyotembea, yani namna anavyotembea, wewe mwenyewe unasema nikipata tena nitampa tena. Yule mama akaenda, akatoka umbali wa hapa na hapo, akarudi akaniambia naomba namba ya simu. Nikasema yani kwa hoja hizi alizokuwa ananipa hapa, nitoe namba ya simu, nitasumbuliwa sana. Nikamwambia mama, hata simu sina. Unajua kuna saa inabidi tu uepukane na matatizo. Nikamwambia simu. Mama akafanyaje? Ile hela niliyompa alienda kufanya biashara. Amefanya biashara
Ikafika mahali hiyo biashara ikafa, akashikwa ugonjwa wa TB ngoto. Akafika kule akahudumiwa, alipopona akapata msamaria mwema, mama mpendwa. Akamwambia, wewe si unaweza kufanya usafi, twende kwangu ukafanya usafi. Akawa anafanya usafi. Bwana asifiwe. Hawezi kurudi tena kwao, amekata tamaa. Ndani yake ana machozi, ndani yake ana maumivu, ndani yake ana kilio. Tumeenda, maisha yameenda. Imepita zaidi ya miaka 10. Mimi nimeenda zangu Arusha, nimeshaanza kuvaa kipindi hicho na suti sasa. Nimeingia kwenye ATM, nimetoa 400,000 zangu, narudi kwenye gari. Naona mama ananiambia, mtumishi. Bwana asifiwe. Nikaingiza mkono mfukoni nizicheki 400,000 zangu, kwa sababu kuna wamama ni matapeli. Namuona mama amekuwa mweupe. Wewe fikiria mtu aliyekuwa mwembamba alafu ni bonge, alikuwa mweusi ameshakuwa mweupe. Wapendwa, huo weusi unakaa uona ni matatizo. Zikikutembelea, hiyo sio rangi yako. Kuna rangi yako original, sio hiyo. Hiyo ni ya shida. Unatumia wakati mgumu sana kuoga na kujisugua na jiwe. Mimi nakwambia, zikisha kufuata kujisugui. Si unaona sasa hivi unakabosugua? Si unaona? Una hela. Bwana asifiwe sana. Nakwambia, hujisachi mfukoni, huna kitu. Unapata hamu ya kula muhindi wa kuchoma ukiwa una hela. Unapata hamu ya kula mihogo, ndio ukiona unasema mihogo ni mizuri kweli. Lakini unafikiri ukiwa nazo unapishana na mihogo hapo, wala ikusumu, wala usikii njaa. Unajua, sikiza niwaambie, hii unakula sana, si unapiga nini, hauna kitu. Ukiwa na hela usikii njaa. Hii njaa inatokana na una kitu mpendwa, ila zikikutembelea unaweza kutaka asubuhi hadi jioni hujala chochote na usikii njaa. Jaribu sasa hivi ukae hivyo kama vidonda vya tumbo havijapata. Kwa nikiwa pale, yule mama akasema, mtumishi Manase. Nikasema huyu ameita mpaka Manase anaingia. Nikasema niingie kwenye gari, niwasha afu nishushe jua. Kwa Arusha pale ni mjini. Ukifanya mchezo mtu anapiga ukunga ulikuwa unataka kumuibia. Nikaingia kwenye gari. Unanikumbuka? Naona kitu kimepiga gold. Unajua mama macha hivi ulivyo, hela za kustafu sijakukalia juu. Yaani yule mama nilivyokuwa namkumbuka, alivyokuwa mwembamba, amekuwa mweupe, amepiga goldi, amevaa kiatu cha juu, gauni lenyewe ni special, limemkaa, amegonga na kikoti juu. Kamwambia mama, sikukumbuka. Nimsahau mimi? Sikukumbuka. Nimesahau. Naona neema imekuwa kubwa sasa. Kwani unanionaje mtu? Yaani akifanya hivi unaziona zile bangili. Achana na hivi culture mnavaa sasa hivi vya saba hivi. Achana na culture hivyo. Yaani akifanya hivi unanionaje, lakini yaani kuna mpangilio hapa. Umenielewa Shingoni kuna mpangilio. Umenielewa vizuri
Reni sio hizi za buku mpendwa. Inaonekana kabisa. Kaambia mama, nimekusahau. Akasema mimi ni yule mama niliyefiwa na mtoto wangu wa kike. Unajua kuna wakati unaweza ukatoa hela usikumbuke, ila siku moja utakuja kukumbuka. Akasema ulinipa shilingi 5,000. Uliniombea sikufunga macho. Nikazima gari, nikashuka kwenye gari. Yaani kwamba ninakae muona huyu sio yule niliyekutana naye. Huyu ni kama ameshushwa kutoka mbinguni, ni mpya. Nikamwambia mama, unasema? Akasema kwani unanionaje mtumishi? Hapa hivi viatu ni vya kutembelea. Nikiingia ndani ya gari kuna vya kwenye gari. Nikasema anasema kuna vya kwenye gari ni vya chini hivyo. Viko hapo. Nikamwambia na huyo ni nani? Akasema huyo ni dereva wangu. V8. Mimi na 400,000 mfukoni. Nikamwambia mama, nini kilitokea? Akasema unajua kuna mmoja ya mtoto wangu nilikwambia walikuwa hawezi kipindi kile. Alikuja akaenda Miererani baada ya kuachiwa. Halafu kule akapata hela nyingi sana. Kwa hiyo wakati nimetoka kule nilikuja nikapata magonjwa na nini, nikaja Arusha nikawa nafanya kazi ya kufagia. Ndio mtoto wangu akaja akanikuta nikiwa nafagia manispaa, akiwa anafagia. Yaani mwanae alikuwa anaendesha gari, akamwona mama yake anafagia. Kijana akasimamisha gari katikati ya lami, akaita mama. Mama akasema hapana, wewe sikujui. Akasema mama, mimi ni mtoto wako yule ambaye ni mwizi. Mama anasema akabeba kapu lake na uchafu uliokuwa kwenye kapu, akaingia nao kwenye nini? Kwenye gari. Akaingia nao. Ikaambia, akasema twende nyumbani Njiro mtumishi. Sasa waliosoma teolojia wanajua hichi kiteolojia kinaitwa kichwa. Hutaki kukiacha hivi hivi. Yaani kikisha kwambia twende nyumbani lazima ufuate nyuma. Bwana asifiwe. Tukaongozana kufika, ndo kwa mara ya kwanza naona geti linafunguka kwa remote. Achana ila kwetu tunasukuma. Ukifika kitu kinabonyezwa, alafu geti linafanyaje? Ndo watu wanafanyaje? Ukiingia pale kwako, ninajua ukiingia unavua viatu alafu ndani unatembea hivi. Pale kuna viatu special vya kutembelea ndani. Nielewa vizuri? Vya kwako hivi unapiga ndani, nje yote unachafua tu nyumba. Hazija kutembelea. Mimi nataka nikwambie, muombe Mungu zikutembelee. Zitakapokutembelea, haya maisha unakayoishi sasa hivi hayatakuwa haya. Simama juu. Amen. Majira ya kwako. Sara alikuwa na miaka 90, ikarudi 35, akabeba mimba, akalea mtoto, alafu akarudishwa uzee wake. Lakini 2, tuombe kwa habari ya jana, historia ya kifamilia. Historia ya nini? Historia ya nini? Nilikufundisha jana. Historia ya kifamilia. 167 inasema ni sikukuu, siku ile ya kuoshwa dhambi zangu, kukesha na kuomba tu. Ananiongoza miguu. Vijana wasogeze hii hapa. Vijana wasogeze hii miambara hapa. Yes. Mitambiko na damu zilizomwagwa. Lakini unakapozungumza habari ya historia,
unazungumza habari ya kafara zilizofanyika na vitu vingine, lakini unapozungumza kwa habari ya majira ya kwako yaliyokuwa yamepita yarudishwe, maana yake unakata rufaa. Sasa huwa hatukati rufaa kizembezembe, lazima ukate rufaa kwenye madhabahu, lazima ukate rufaa kwenye madhabahu. Yaani lazima umwambie Mungu, ninakuja kukata rufaa kwenye madhabahu ya historia ya kwetu. Ninakuja kufuta kila miaka yangu iliyoliwa na nzige na tunutu na madumadu. Ninakuja kwenye madhabahu. Jana tulijifunza habari ya kitu. Naambia Mungu, mimi kupigana siwezi, hacha hii madhabahu inipiganie. Ukisema utaenda mwenyewe utaweza, utaishia njiani. Kwa hiyo wakati tunaimba wimbo huu, njoo hapa mbele. Siku ile naposhwa dhambi zangu kuu, kuyoshana kuomba tu, ananiongoza miguu. Sikukuu, sikukuu ya kuoshwa dhambi zangu, kukesha na kuomba tu, ananiongoza miguu. Sikukuu, sikukuu ya kuoshwa dhambi zangu kuu. Sogea wote hapa. Sikukuu wote mbele hapa. Sikukuu ya kuoshwa dhambi zangu kuu, kukesha na kuomba tu, ananiongoza miguu. Sikukuu, sikukuu ya kuoshwa dhambi zangu kuu. Kikuu jana mfano wake, na alijikuta anatumia madawa ya nini? Madawa ya nini? Kwa hiyo lolote linaweza kumpata yoyote na wakati. Sema, Bwana Yesu Kristo, Bwana Yesu Kristo, ninakuja mbele zako, ninakuja mbele zako, mimi mtoto wako, kwa habari ya majira yangu yaliyokwisha kupita, yaliyotekwa na adui. Hayo majira yangu ya kufanikiwa, majira yangu ya kufanikiwa, majira yangu ya kufanikiwa. Umetufundisha hata leo ya kwamba yuko mzee aliyefanikiwa, yuko mzee aliyefanikiwa. Na mimi ninajua hata kama nimekata tamaa. Yule mama aliona mtoto wake ni mwizi, lakini
lilikuwa njia ya kufanikiwa, ya kufanikiwa. Hayo majira yangu yaliyopita, hayo majira yangu yaliyopita. Yesu, kanirudishie kwa damu ya Yesu, ita hiyo damu, rabashata zaka, damu ya Yesu, ita hiyo damu, damu ya Yesu. Haya, achia hayo majira, achia hayo majira. Fire. Damu ya mwana kondoo. Amen. Shika sadaka yako. Angu nataka kufanana nawe Yesu, moyo akulinde, akuangazie nuru za uso wake, akufadhili, akuinulie uso wake, akupe amani yake, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni tena kesho. Kesho ni weekend. Tujitahidi kufika leo. Watu wa vyombo wameshindwa kufika, mvua zimenyesha hata kule Kionda. Mpendwa, sasa unatazama KKKT Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana.